wanawake washiriki kwenye uongozi lakini na kufurahia haki za kiuchumi. Sasa huu mradi uliandikwa kurespond, kuitikia kwenye tabia za jamii ambazo tunaishi sasa hivi. Huyu mtu ni mama, anataka kuwa diwani. Wapiga kura hawaamini kama mama atakuwa diwani. Huyu mtu anataka kuwa mbunge. Wapiga kura hawaamini kama mbunge atakuwa ni mwanamke. Huyu mtu anataka kuwa rais. Wapiga kura hawaamini. Huyo ni kazi imefanyika ya miaka miwili kuijulisha jamii kwamba mwanamke anaweza kuwa diwani wa kuchaguliwa. Miongoni mwa matunda ya mradi huu katika manispaa ya Singida, tangu imeanzishwa anyway, tuna mbunge mwanamke. Na hiyo kwenye taaluma yetu ya miradi sisi inaonyesha kwamba mahali penye mradi pana matokeo bora kuliko mahali mradi haupo. Ninaamini haya mafunzo hayataishia kwenye hivi vyumba. Mnakwenda kuzaa. Pale ambapo watu walikuwa hujui kwamba mwanamke atakuwa diwani, wanakuwa wanaamini mtu atakuwa diwani, si ndio? Mahali ambapo walikuwa hawaamini mwanamke atakuwa mbunge, mnawajulisha atakuwa mbunge. Na ndio maana kwenye ushirikiano kama mliona tumealika na asasi za kiraia. Hilo maana yake ni kwamba shughuli zao wanazofanya serikali inazitambua. Na sisi tunaleta synergy, tunaungana na ninyi. Muige kwa vitendo vile ambavyo tunafanya sisi wenzetu huko mjini, na ninyi mkafanye zaidi ya sisi wengine. Na tunategemea mkaleta ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi kama mlivyoona hapa. Kama kuna NGOs zinazofanya mambo ya kina mama, mualike kule Ikungi, kule Mkalama na hapa mjini pia. Lakini pia na taasisi zingine za kijamii. Tusijifungie kwenye box. Na hiyo ndio maana ya mbegu kuzaa 60, 70 hadi 100. Naitwa Irene Bechumila, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida, lakini ni mratibu wa mradi wa kuongeza uwakilishi wa wanawake kwenye uongozi na haki za kiuchumi kwa mkoa wa Singida. Sisi mkoa wa Singida tunatekeleza huo mradi kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la UN Women katika halmashauri 3, Mkalama, Ikungi na Singida Manispaa. Lengo kubwa la mradi huu ni kuongeza uwakilishi wa wanawake viongozi, lakini na katika masuala mazima ya kiuchumi. Uwakilishi wa wanawake kuanzia ngazi za chini ni mdogo sana. Kwa hiyo mradi umekuja na utaratibu wa kuangalia ni namna gani unaweza ukaongeza huu uwakilishi. Kwa hiyo mkoa kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la UN Women tumeamua kuangalia eneo la uchumi. Tumeweza kuwapitisha kwenye fursa mbalimbali za kuwawezesha wananchi kiuchumi zinazotolewa na serikali, lakini na taasisi nyingine za umma. Tumewapitisha kwenye mikopo ya 10% ambayo inatolewa na mamlaka za serikali za mitaa, lakini tumewapitisha kwenye fursa za mikopo nafuu kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, pamoja na fursa ya 30% ya manunuzi ya umma. Tukitegemea kwamba baada ya kupata fursa hizi na kuzitumia vizuri watakuwa kiuchumi na changamoto ile ya uchumi itaondoka kabisa au itapungua na tutapata wawakilishi katika vyombo vya maamuzi. Kwa majina naitwa Rigobert Alex Maro, ni afisa ugavi kutoka Mkalama DC. Katika mradi wetu huu sisi kama halmashauri tumefanikiwa kusajili vikundi maalum ambapo vimeweza kupata tenda ya kiasi milioni 75 ambapo tayari wameshalipwa na wamenufaika. Na bado tunaendelea kusajili vikundi hivyo. Kwa hiyo tunashukuru kwa mradi wetu huu, na pia tunashukuru kwa pamoja kama halmashauri tunazidi kuzingatia kuwaendeleza wanawake kiuchumi. Kwa hiyo kama sisi upande wa manunuzi bado tunaendelea kutoa tenda mbalimbali za 30% kwa wanawake, vijana, wazee na walemavu. Mimi naitwa Happiness Francis Mwasenga, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Uwezesha Mwanamke. Mafunzo na elimu ambazo zimekuwa zikitolewa kupitia wadau mbalimbali, tumeweza kuona mabadiliko makubwa. Dhana ile kwamba wanawake hawawezi, tumeanza kuiondoa na tuna imani itapotea kabisa, kwani wanawake wamekuwa na mwamko mkubwa, na hii ni kutokana na kuwajengea uwezo wa kiuchumi wanawake. Changamoto ya kiuchumi ndiyo iliyokuwa inapelekea wanawake wengi kushindwa kugombea, lakini wanawake wanapokuwa na uchumi ambao ni imara, wanakuwa na nguvu ya kuweza kusimama na kuweza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa majina naitwa Selemani Dandi, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika linaloitwa HAPA kwa maana Health Actions Promotion Association. Mafunzo haya yamekuwa ni mazuri. Tumeona kuna fursa mbalimbali ambazo mwanamke anaweza akawezeshwa na akaweza kushiriki vizuri kwenye uchaguzi. Tumepata takwimu pia ambazo mwaka huu kidogo wanawake wamejitahidi kwenye ngazi za uongozi kwa maana ya bunge. Wanawake 45% wameweza kuingia kwenye bunge,
Lakini pia tumeona hata mkoa wetu wa Singida unaongozwa na wanawake kuanzia ngazi ya mkuu wa mkoa, ukiangalia ngazi ya rasi ni mwanamke. Imekuwa ni chachu pia kwa wanawake ambao wanaweza kujifunza na kuweza kuingia kwenye mambo ya uongozi. Naitwa Shajuma Senge, natokea kata ya Mandewa, mkoa wa Singida. Kwa kweli nimejifunza mambo mengi, hususan uongozi kwa wanawake. Nikiwemo mimi mwenyewe nilikuwa mgombea udiwani kata ya Mandewa. Mimi nimejifunza mambo mengi, lakini ninachokiomba kwa wawezeshaji wetu, waendelee kuifikisha elimu hii. Sisi peke yetu hatuwezi. Kama ni hivyo basi sisi ni wawakilishi, lakini tuendelee kupewa mbinu za kwenda kuelimisha wenzetu, kwa sababu kuna maeneo mengine hayafikiki. Tunahitaji elimu hii iwafikie watu wote, kwa sababu tukiangalia uchumi wetu unahitaji jitihada ama unahitaji nguvu, ushirikiano. Kwa majina naitwa Margaret Michael Kamaze, ni mmoja wa wawakilishi wa vikundi katika kata yangu ya Ikungi. Katika mafunzo haya niliyopokea, nina ile spirit ya kuja kuambia vijana wenzangu kwamba yale yote niliyofundishwa huku nitakuja kuya-apply kwenu, na nyie naomba myapokee vizuri na mwende mkafanyie kazi vizuri. Tutegemee ushiriki mkubwa wa wanawake, wa wasichana. Sio kama huko nyuma awali wasichana na wanawake walikuwa wachache, lakini kwa sababu tumepata mafunzo haya, tutaendelea kujitoa wanawake, tutaendelea kujipa kipaumbele, kwa maana sisi wenyewe tumeshapewa fursa kubwa na tumepewa kipaumbele.